Vipi kuhusiana na upatikanaji wa fedha kwa dharura? Ukiweka fedha zako kwenye hisa, upatikanaji wa fedha inategemea. Kama unataka fedha kwa dharura sana, basi ujue kabisa unaweza ukaipata kwa hasara. Kwa nini? Kwa sababu utalazimika kuuza hisa yako kwa bei ambayo mwingine hatakubali. Na wengi wanakubali kununua kwa faida ama kuuza kwa faida. Kwa kama unataka kutoka kwa haraka, inabidi utoe kwa bei ambayo mwingine ndio atakubali. Sasa mara nyingi mkiwa mnafanya biashara alafu mwingine anapata faida, basi wewe utapata hasara kama haujaweka mazingira vizuri. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo upatikanaji wa fedha kwa dharura unapungua ukiwa umeweka fedha zako kwenye hisa. Lakini kwenye hati fungani ndio kabisa. Maana hii unawapa pesa mkikubaliana kwamba nawapa pesa hiyo labda kwa miaka kadhaa. Ingawa ndio unaweza ukaipata njiani, lakini na penyewe kuipata njiani inabidi upate mtu mwingine ambaye utampatia na akubali kwa faida yake. Ikiwa kwa faida yake, maana yake ni kwa hasara yako. Kwa hiyo faida kubwa ni kwamba sasa una nafasi ya kupata faida maradufu, lakini changamoto yake ni kwamba sasa huipati pesa kwa haraka kama ambavyo unaweza ukaipata chini ya kitanda, ama ukaenda kwenye ATM, ama ukaenda kupanga mstari benki. Pesa yako haipatikani kwa haraka hivyo, ama siku 3 za kazi. Unaweza ukaipata pesa yako ndio haraka, lakini tunasema inategemea na mazingira ya siku hiyo yakoje. Otherwise utaipata ndio, lakini utaipata kwa hasara kubwa. Uliweka zako 500,000 unapata 200,000, kwako ni hasara. Lakini labda nizungumze tena kuhusiana na changamoto hasa kwenye uchaguzi wa mahala pa kuwekeza. Na niseme hii ndio sehemu kubwa pia ambayo inawachangamotisha watu wengi. Wengi wameshajua kwamba ndio kuna kuwekeza kwenye hisa, lakini changamoto inakuja kwamba sasa nawekeza wapi? Najuaje kwamba niwekeze kampuni hii niache hii? Najuaje kwamba hapa sitapata hasara? Na hii sasa inakuja kuwa ni changamoto kwa sababu uwekezaji wa hisa ama hati fungani, naweza nikasema ni mambo yanayohusiana moja kwa moja na mambo ya fedha. Kwa hiyo wakati mwingine tunasema uelewa wa mambo ya kifedha unatakiwa. Sasa sehemu kubwa pia ya watu ambao wanataka kujishughulisha na haya mambo, tumepitia kwenye engineering, wengine wanafanya ufundi, wengine wanafanya vitu gani, vitu ambavyo havina uhusiano na mambo ya pesa, au si wachache sana ndio wamepitia mambo ya finance, accounting, wanaweza wakaelewa baadhi ya concepts, lakini wengi hawajui. Kwa hiyo hii inakuwa ni moja kati ya changamoto zipo, ingawa ni changamoto ambayo una uwezo wa kuivuka ukiweka juhudi fulani hasa kwenye kujifunza. Lakini naweza nikasema hiyo ndio changamoto kubwa ya watu kuweza kujua wanawekeza wapi, wawe na tabia gani wakati wanawekeza, watarajie nini. Wengine ukishawaambia bwana, kwenye hisa unaweza ukapata faida mara 10, basi yeye anachojua ni faida mara 10, hajui kwamba kuna kitu kinaitwa hasara.